Ebwana inakuwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia baada ya msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa kufanya kikao na waandishi wa habari. Sasa pale alikuwa anaongea kuhusu ile documentary ambayo ilifanywa na bingwa ambaye anajulikana kama Larry Madowo, mwanahabari ambaye kitovu cha asili yake ni nchini Kenya, anawajibikia runinga ya kimataifa ya CNN. Sasa Larry Madowo kwenye documentary hii aliangazia vitu vingi ambavyo vilifanyika nchini Tanzania. Sasa ni mauaji na vile vile ile hali ya wale ambao walikuwa naandamana katika maeneo tofauti nchini Tanzania, kupigwa, kuumizwa na vile vile kupotezwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hii documentary ambayo ilifanywa na Larry Madowo imepelekea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kucharuka na kutoa taarifa wakisema kuwa zile habari ambazo ziliangaziwa katika runinga ya kimataifa ya CNN sio habari za ukweli, kwa Larry Madowo aliegemea upande mmoja, na wanasema kuwa uhalisia wa mwandishi wa habari ni kupata pande zote za wale ambao wametajwa na vile vile mlalamishi katika makala tofauti. Hiyo ningependa kukuwekea kipande cha video ambapo Gerson Msigwa alikuwa na kikao na waandishi wa habari na alikuwa anasema hivi: tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa jengine changamoto inatukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache, kama ambavyo chombo cha habari kama mnavyojua CNN kimechapisha taarifa zake. Mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa za nyingine changamoto inayotukabili ni rasilimali. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Sisi wote ni waandishi wa habari.
tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari na maadili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balanced. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. Sasa sababu ambazo zimenipelekea kuleta makala hizi, tunataka kufanya uchambuzi wa katuni ya Mama Samia Suluhu Hassan, Gerson Msigwa na mwanahabari wa CNN ambaye anajulikana kama Larry Madowo. Ni katuni ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii na vile nchini Kenya. Imeibua mjadala, wa Kenya wanafagiria katuni hii, wanajiuliza maswali kibao, na ni katuni ambayo inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi na amemshikilia mbwa mmoja. Sasa huyu mbwa anajulikana kama Chande. Sasa huyu Chande kwa tafsiri yangu ni kama ndio wale maafisa wa polisi ama maafisa wa jeshi la polisi ama JWTZ ambao wanamlinda rais, na vile anaweza waamuru wakati wowote waende wafanye chochote ambacho anahitaji yeye kama rais. Sasa amekalia kiti cha enzi, kiti chake pale kimeandikwa Samia. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amevalia macho nne na mavazi yake ya kawaida, sasa mavazi ya Kiislamu. Sasa yule mbwa amemshikilia, inamaanisha kuwa anaweza muachilia wakati wowote. Alafu katika mkono wake wa kulia kuna tundu. Na kuna ndege ndani ya tunduni pale. Sasa yule ndege anakaa kama chiriku ama kasuku, lakini wameandika pale government spokesperson, yani msemaji mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na amesema kuwa here is the problem, yani anasema kuwa angalia, shida inatokea hapa. Sasa yule ni ndege ambaye yuko tunduni na haezi toka katika sehemu husika. Inamaanisha kuwa amekuwa caged na chochote ambacho ameambiwa ndo atasema. Sasa hii inaonyesha taswira kamili ya msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa. Kwa maana kuna wengi ambao walikuwa nasema kuwa kile ambacho Gerson Msigwa alikuwa nasema kwenye kikao na waandishi wa habari ni kile ambacho alikuwa ameandikiwa na Mama Samia Suluhu Hassan ama wandani wake Mama Samia Suluhu Hassan ama wale ambao wanapiga mishe zao kwenye chama tawala cha CCM. Alafu ukiangalia kando yake Gerson Msigwa ambaye yuko ndani ya tundu ama yuko tunduni, kuna picha ambayo imetundikwa ukutani, na ni picha ya mwanahabari mbobevu kutoka CNN ambaye ni raia wa Kenya, muite Larry Madowo. Sasa kwenye picha hii Larry Madowo yuko na kipara chake cha kawaida na yuko na ndevu za kupitiliza, na vile ameshikilia microphone ya CNN na pale anatabasamu ama ni kama anaongea, na imeandikwa Larry Madowo. Sasa hapa ni kama Larry Madowo anajaribu kuripoti kile ambacho kilikuwa kinafanyika nchini Tanzania, na msemaji mkuu wa serikali ambaye mchora katuni hii anamlinganisha na ndege ambaye anajulikana kama chiriku ama tuseme kasuku. Anamwangalia Larry Madowo na ni kama Larry Madowo anataka kumuoji, lakini msemaji mkuu wa serikali yuko ndani ya tundu. Sasa haezi ongea, haezi kusema chochote ambacho anajihisi ya kuwa ni sawa, ni lazima apewe kile ambacho atasema. Lakini kwa mantiki hii ukiangalia katuni hii kwa ujumla, kwenye dawati la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo chini kuna watu wengi ambao wengine wameumizwa na maafisa wa jeshi la polisi, wengine pia wameuawa, kuna mafuvu na vile kuna watu wengi ambao wanatokwa damu. Sasa Mama Samia Suluhu Hassan amewakalia watu hawa. Sasa amekaa juu ya watu wengi ambao wameuawa, wengine pia inaonekana kuwa hapa kwenye hii picha wametekwa, wengine pia wanavuja damu. Sasa kuna mchiririzo wa damu kwenye sakafu hapa mahala Mama Samia Suluhu Hassan ameketi. Hii ni picha ambayo inaonyesha taswira kamili ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inamuonyesha msemaji mkuu wa serikali ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa yuko tunduni na ametekwa ndio, na hawezi sema chochote ambacho anajihisi ya kuwa ni sawa, ni lazima aambiwe kile ambacho bosi wake anasema. Na hapa anasema kuwa
here is the problem. Yani angalia shida inatokea hapa. Lakini kwenye kiti hichi Rais Samia Suluhu Hassan amekaa pale na amejitia hamnazo, alafu pia amemshikilia mbwa ambaye anajulikana kama Chande. Sasa huyu ni mbwa ambaye ukimwangalia kwenye sura yake unapata kufurukuta, kwa maana ni mbwa ambaye hachezi na mtu. Alafu hapo chini unawaangalia watu ambao wameuawa, fuvu na vile vile wale ambao wanatokwa damu, na ni damu ambazo bado ni freshi. Sasa hii katuni imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya ambao wanafuatilia issues za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vile wa Tanzania ambao wanafuatilia issues zao kwa karibu zaidi. Sasa mchoraji katuni hii anajulikana kama Gado. Sasa Gado ni jamaa fulani ambaye kitovu cha asili yake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni jamaa ambaye amewahi piga mishe zake ama anaendelea kupiga mishe zake nchini Kenya. Jamaa ambaye ametumikia gazeti la The Daily Nation nchini Kenya, na mara nyingi huwa anachora katuni ambazo zinaongea, yani katuni ambazo zinaonyesha ujumbe fulani. Sasa huyu namlinganisha na mchora katuni kutoka nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muite Masud Kipanya. Kuna wakati fulani Masud Kipanya aliwahi ulizwa sababu zipi ambazo zampelekea kumchora Rais Magufuli akiwa na kisogo kirefu. Yeye alijibu kwa kusema kuwa hamchori Magufuli kama mtu, lakini anachora taasisi, yani taasisi ya urais nchini Tanzania. Sasa hii ni katuni ambayo imepelekea Wakenya kujiuliza maswali kibao, wanajaribu kushabikia yule ambaye alichora katuni hii. Sasa Larry Madowo baada ya kuposti katuni hii kwenye mtandao wa kijamii ameandika huu si uhaini, yani amejaribu kuuliza huo si uhaini. Sasa kuna huyu ambaye anajulikana kama Abu Rapa, anamwambia bro, keep it up, you did a very good job to teach this woman lesson that will lead to her arrest at ICC. The whole world is watching. From Kenya, we salute you. Alafu Mage Masi anasema Larry, Mungu akupe maisha marefu. Nitakuweka kwenye maombi yangu. Tatizo serikali ya CCM haitaki ukweli, ila Watanzania tumepoteza ndugu zetu, marafiki na majirani, tuna hasira sana. Huyu anajulikana kama Priska Samuel amemwambia Larry Madowo watakuundia tume ya uchunguzi. Alafu kuna mwingine hapa pia anajulikana kama Allen Cleophas anasema ni uhaini wa kudhamiria. Alafu mwingine huyu anajulikana kama J Crazy OG anasema tena sana DJ Mado, piga tena kwenye mshono. Alafu mtu anasema kabisa. Huyu anajulikana kama Lina Chieng Ongalo anasema they've really tried, yani wamejaribu kwa uwezo wao. Habari za Ziwa na Mlolo Victoria anasema afu mchoraji mnyakusa kabisa, msemaji atasema anahifadhiwa na adui zetu ili kuchafua jina letu zuri la Royal Tour. Alafu mwingine anajulikana kama Alfred Mtawala anasema you do actually. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya mwanahabari mbobevu kutoka nchini Kenya ambaye anafanya kazi kwa faida ya CNN, muite Larry Madowo, baada ya kuposti katuni ambayo imechorwa na bingwa ambaye anajulikana kama Gado. Sasa Gado, wakati fulani kuna jamaa ambaye aliniambia huyu ni jamaa ambaye kitovu cha asili yake ni nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni katuni ambayo inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kama amekalia sehemu fulani, na pale chini kuna mafuvu na vile vile kuna miili ya wale ambao waliangamia katika maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10, pale ambapo vijana wa majenzis waliamua kuleta vurugu mechi nchini Tanzania. Alafu vile vile kwenye ukuta wametundika picha ya mwanahabari nguli kutoka nchini Kenya, raia wa Kenya ndiye ambaye kitovu cha asili yake ni gatuzi la Siaya, ambaye anajulikana kama Larry Madowo. Ameshikilia microphone ya CNN pale na inaonekana kuwa anataka kumhoji msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muite Gerson Msigwa, lakini Gerson Msigwa yuko ndani ya cage, yani yuko ndani ya tundu, na vile vile kando yake mkono wake wa kushoto kuna Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amemlinda na mbwa mkali. Pale juu pia nimeona simu imewekwa pale juu. Kwa hiyo nimejaribu kwa uwezo wangu dadavua mengi kuhusu hii katuni ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Kenya, imeleta mjadala mkubwa zaidi Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare.